Faslu nyingine, at-targhibu fi siyami yaumi Ashura. Ni faslu, ni kifungu ambacho kinaelezea kinahimiza, faslu ambayo inahimiza at-targhibu ay al-hathu fi siyami yaumi Ashura. Inahimiza faslu hii juu ya kufunga siku ya Ashura. Metaja hadithi ambayo inaelezea fadhila za kufunga siku ya Ashura, hadithi ambayo inahimiza watu kufunga. An Abi Qatadata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suila an sawmi yawmi Ashura. Hadithi ya Abi Qatada kwamba Mtume alayhi salam aliulizwa kuhusiana na ubora wa funga ya siku ya Ashura. Faqala, akasema, yukaffiru sanata almadiyata, funga ya Ashura ni kafara ya madhambi ya mwaka uliopita. Funga ya Ashura inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Wa fi riwayati, na katika riwaya, wasiyamu yaumi Ashura, na funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allahi, ninataraji kwa Allah, an yukaffira sanata allati qablahu, ninataraji kwa Allah awasamehe waja wake wenye kufunga siku hiyo madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake, kwa maana madhambi ya mwaka uliopita. Akhrajahu Muslim. Hii ni fadhila ya funga ya siku ya Ashura. Alhadithu dalilu ala fadli siyami yaumi Ashura. Hadithi inaonyesha ubora na utukufu wa kufunga siku ya Ashura. Wa huwa al-yawm al-ashiru min shahri Allahi al-Muharram. Siku ya Ashura ni ile siku ya mwezi 10 katika mwezi wa Muharram, ala alqawli arrajihi, kwa qawli yenye nguvu, wal mashhuri inda ahli alilmi, rekebisha hapo, wal mashhuri inda ahli alilmi, ameandikwa inda ahli ammi, inda ahli alilmi, kwa kauli iliyokuwa ina nguvu na iliyokuwa mashuhuri kwa wanachuoni kwamba siku ya Ashura ni ile mwezi 10 katika mwezi wa Muharram. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, annahu suila, Abdullah ibn Abbas aliulizwa, an siyami yaumi Ashura, kunakofunga ya siku ya Ashura. Faqala, ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sawama yawman, sijapata kujua kwamba Mtume alayhi salam alifunga siku moja, yatlubu fadlahu, akitafuta na kuomba fadhila zake, ala al-ayami, kuliko masiku mengine, illa hadha al-yawma, isipokuwa siku hii. Siku gani? Yaum Ashura, kwamba siku ya Ashura ndio siku pekee ambayo Mtume alayhi salam swamahu, alifunga, yatlubu fadlahu, akitafuta na kuomba fadhila zake, kwa maana akibainisha ubora na utukufu wa siku hiyo, isipokuwa siku ya Ashura. Wala shahran, na sijapatapo kujua kwamba Mtume alayhi salam alifunga mwezi akionyesha utukufu wa mwezi huo, illa hadha ash-shahra, isipokuwa mwezi huu, yani Ramadhana. Anakusudia mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani peke yake ndio mwezi ambao Mtume alayhi salam ameufunga akionyesha utukufu wake, akionyesha ubora na utukufu wake kuliko miezi mingine. Muttafaqun alayhi. Kwa hadithi hii inaonyesha ubora na utukufu wa kufunga siku ya Ashura. Fayambaghi lilmuslim an yasuma hadha alyawma, Sheikh anasema inatakiwa Muislamu afunge siku hii, kwa maana siku ya Ashura. Wa yahutha ahlahu, na awahimize watu wake, wa auladahu, watu wake kwa maana wake zake, ndugu zake, wa auladahu, na watoto wake, ala siyamihi, awahimize sana kufunga siku hii ya mwezi 10 ya Muharram, ightinaman li fadlihi, kwa lengo la kunufaika na kufaidika
na fadhila za siku hii ya Ashura, wa taasiyan bin nabii sallallahu alayhi wasallam, na kumuiga nani? Mtume alayhi salam. Kufunga siku hii ya Ashura ni kutekeleza na kutafuta fadhila zake, lakini pia na kumfuata nani? Na kumfuata Mtume salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi. Wa an Jabir ibn Samra radiyallahu anhu qala, na hadithi kutoka kwa Jabir ibn Samra, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muru bisiyami yawmi Ashura, alikuwa Mtume alayhi salam akiamrisha watu kufunga siku ya Ashura. Wa yahuthuna alayhi, na akituhimiza kufunga siku hiyo ya Ashura. Wa yataahaduna alayhi alhadith, na akituelezea umuhimu na fadhila, malipo yaliyokuwa makubwa, akituahidi malipo yaliyokuwa makubwa katika funga hii ya Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga siku ya Ashura na akiamrisha watu kufunga siku hii ya Ashura na kuwahimiza na kuelezea umuhimu na ubora na fadhila za ibada hii ya kufunga siku ya Ashura. Akhrajahu Muslim. Wasiyamu min afdali al-a'mali inda Allah ta'ala, na funga ni katika bora ya matendo kwa Allah. Wa min fawaidi sawmi at-tatawwu'i, na miongoni mwa faida ya funga za sunna, idafatu ila ma rutiba alayhi min al-ajr, ukizidisha au ukiongezea na yale ambayo yanayofungamana na ibada hii ya funga katika ujira. Wa min fawaidi sawmi at-tatawwu'i, katika faida za funga ya sunna, idafatan, ukiongeza au ukijumlisha, ila ma rutiba alayhi min al-ajr, kwa yale yanayofungamana na ibada ya funga katika malipo yaliyokuwa makubwa. Annahu kaghairihi min at-tatawwu'ati, ni kwamba funga hiyo ya Ashura ni kwamba ibada hii ya funga kaghairihi min at-tatawwu'ati, ni kama ibada nyinginezo za sunna. Yani ibada ya funga ya sunna kutokana na malipo yalikuwa makubwa yanayopatikana katika ibada hii. Annahu kaghairihi min at-tatawwu'at, ni kama ibada zingine za sunna. Kif yajburu ma asa an yakuna fi ada'i al-fard, ibada hizi za sunna, yajburu ma asa an yakuna, ni yenye kuziba, yajburu ni yenye kuziba mapengo ambayo yanaweza yakajitokeza. Yajburu ma asa an yakuna fi ada'i al-fardhi, yanaziba mapengo ambayo yanaweza kujitokeza katika kutekeleza ibada ya fardhi. Min naqsin au taksiri, kama vile mapungufu au taksiri, mtu ule kuzembea na kuto kufanya ibada kiukamilifu. Taksiri, kuto kufanya jambo kwa ukamilifu wake. Mtu anaswali lakini ndani ya sala yake ya fardhi kunapatikana naqasat, mapungufu. Sasa hizi naqasati hizi zinakuja kuzibwa, haya mapengo tayari na mapungufu yanayopatikana katika ibada ya fardhi yanakuja kuzibwa na ibada za sunna. Kwa hii inaonyesha ubora na umuhimu wa funga za sunna, kadhalika na ibada nyinginezo za sunna, kama vile sadaka. Kuna sadaka ya fardhi ambaye ni zaka, na kuna sadaka za sunna tayari. Naam. Wa fi dhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sha'ni as-salah, Mtume ameeleza alayhi salam katika upande wa sala. Qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala, Mtume anaelezea alayhi salam siku ya kiyama Allah tabaraka wa ta'ala atakaposema kuambia malaika atakapokuwa anapitisha hukumu kwa waja wake, katika kuwahukumu waja wake na kupima matendo yao. Allah tabaraka wa taala atakapokuwa anawapima waja wake, anapima matendo yao.
atawaambia malaika, qala rabbu tabaraka wa taala ay lilmalaika, Allah atasema kuambia malaika, undhuru hal liabdi, tazameni, je huyu mja wangu huyu, min tatawu'in, ana ibada za sunna. Tayari katika upande wa sala, baada ya kupimwa ibada ya sala ikionekana ina mapungufu, sawa, Allah atawaambia malaika, hebu tazameni mja wangu huyu ambaye ana mapungufu katika ibada zake za ibada ya sala za fardhi, angalieni, je alikuwa na swali sunna, alikuwa na swali swala za sunna. Fayukammalu biha man taqasa min alfaridhati, kwa hiyo zitachukuliwa zile swala za sunna na kukamilishwa yale mapungufu yaliyopatikana katika swala za fardhi. Thumma yakunu sairu amalihi kadhalika, kisha matendo yake mengine yote yatahesabiwa kwa sura hiyo. Tayari Mtume alayhi salam akawa ameelezea namna ya swala itakavyo. Baada ya kupimwa ibada ya sala ikaonekana mtu yule ambaye itaonekana na mapungufu, Allah tabaraka wa taala atawaambia malaika wamwangalie, je alikuwa na swali sunna. Zitachukuliwa zile sunna ambazo pia zilikuwa na ukamilifu, kwa sababu pia kama alikuwa na mapungufu katika swala za fardhi, kadhalika na katika swala za sunna zitakuwa na mapungufu baadhi yake. Kwa pia katika sunna zitapembuliwa na kuchaguliwa zile ambazo zimefanyaje, zina ukamilifu, zitajaziliziwa katika swala za fardhi. Nasallallahu alsalama wa tawfiq. Kama anna sawma an-nafli yuhayyi'u al-muslima litaraqi fi darajati al-qurbi min Allah ta'ala, kama vile ambavyo ibada za sunna yuhayyi'u al-muslima, zinamwandaa muislamu na kumtengeneza muislamu litaraqi fi darajati al-qurbi, ili aweze kupanda juu kidaraja, ili aweze kupanda juu kidaraja. Ni ibada za sunna zinamuinua mtu, zinamuinua daraja yake ili aweze kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala. Wadhafri bimahabbatihi, na zinamfanya mtu aweze kujipatia mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Wadhafri ay wa naili mahabbatihi tabaraka wa taala. Ibada za sunna zinamfanya mtu aweze kupata mapenzi ya Allah, aweze kupendwa na Allah tabaraka wa taala, kama fi alhadith alqudusi, kama ilivyokuja katika hadithi alqudusi, ma taqarraba ilayya abdi bi afdala mimma aftaradtuhu alayhi, hajapatapo kujikurubisha mja wangu kwangu mimi kwa jambo lililokuwa bora sana zaidi ya lile ambalo nimemfaradhishia. Kwa maana mja wangu anayetaka kujikurubisha kwangu hatoweza kujikurubisha kwangu kwa jambo lililokuwa bora sana zaidi ya kutekeleza fardhi. Tayari, kwa maana ili uweze kujikurubisha sana kwa Allah tabaraka wa taala ni wewe kutekeleza ibada za fardhi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, na hatoacha kuwa mja wangu ni mwenye kuendelea kujikurubisha kwangu mimi bin nawafili, kwa kufanya ibada za sunna, hatta uhibbahu, mpaka nitakuwa ni mwenye kumpenda. Kwa maana muislamu anapokuwa ni mwenye kutekeleza ibada za sunna, hii ni alama kwamba Allah tabaraka wa taala yuhibbuhu. Na unapokuwa unafanya ibada za sunna ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kukupenda. Lakini jambo kubwa ambalo litakukurubisha wewe kwa Allah, adaul faraidh, ni kutekeleza ibada za fardhi. Usijidanganye, ibada za fardhi hutekelezi halafu nasema attaqwa hahuna. Hakuna habari hiyo. Tayari attaqwa hahuna, naam, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, na sio tu kwamba ucha Mungu uko hapa bwana, usimwangalie mtu kwa kumuona. Maana kuna baadhi ya watu wanasema hivyo. Tusidharauliane bwana. Shekhi wewe uswali, shekhi unasemaje atakuwa hahuna? Yani utakuwaje na ucha Mungu hali ya kuwa uswali? Hii ni kadhib. Sawa, ni madai ya uongo.
ni madai ya uongo. Huwezi kuwa mcha Mungu hali ya kuwa huswali, hufungi, hutoi zaka katika mali zako, halafu unasema attaqwa hauna. Hapana bwana, unatakiwa ufanye matendo, tekeleza faraidh. Ukiwa unatekeleza faraidh, kadhalika unatekeleza na sunna, attaqwa hauna. sawa sawa. Naam. Wa'lam anna kulla nassin jaa fi takfiri baadhi al-a'mal as-salihati lidh-dhunubi. Nafahamu ewe Muislam talibul ilmi kwamba kila dalili, kila nas, yani kila dalili iliyokuja kuelezea takfiri baadhi al-a'mali, kufuta baadhi ya matendo yaliyokuwa mema, lidh-dhunubi, kufuta madhambi. Fahamu ya kwamba kila nas, kila dalili iliyokuja kubainisha baadhi ya matendo kufuta madhambi, kalwudhui, kama vile ibada ya udhu, kwamba ukitia udhu ni sababu ya kufutiwa madhambi, wasiyami, kadhalika na wasiyami ramadhana, na ibada ya kufunga Ramadhani, wasiyami yaumi Arafa, na kufunga siku ya Arafa. Zimekuja dalili kuelezea ubora wa kufunga, ubora wa ibada hizi, kwamba ni sababu ya kufutiwa madhambi. Wa Ashura, kadhalika na funga ya Ashura kama tulivyoona, wa ghairiha, na nyinginezo katika ibada. Anna almurada bihi, kwamba kusudio la madhambi yanayofutwa na matendo hayo, kusudio la madhambi yanayofutwa na ibada hizo, as-saghairu, kusudio yanafutwa madhambi yaliyokuwa madogo, kwamba ukiswali unafutiwa madhambi, ukifunga Ramadhani unafutiwa madhambi, ukifunga siku ya Ashura unafutiwa madhambi ya mwaka uliopita, mwaka mzima. Ukifunga siku ya Arafa unafutiwa madhambi ya miaka mingapi? Miwili. Tayari. Ni madhambi gani yanayofutwa hapa? Ni madhambi madogo madogo. Lianna hadhihi alibadati alazimati, kwa sababu ibada hizi tukufu, wa hiya as-salatu, ambazo ni sala, as-salawatu al-khamsu, wa hiya as-salawatu al-khamsu, salatan, wal jum'atu, kadhalika na sala ya Ijumaa, wa Ramadhanu, kadhalika na Ramadhan. Idha kanat, ikiwa ibada hizi tukufu, la tukaffaru biha al-kabairu, ikiwa kwa ibada hizi hayafutwi madhambi makubwa. Tayari, ikiwa kwa ibada hizi hayafutwi madhambi makubwa, la tukaffaru biha al-kabairu, hayafutwi madhambi makubwa, kama thabata fi sunna, kama ilivyothibiti katika sunna. Fa kaifa bima dunaha min al-a'mal, inakuwaje ibada zingine zilizo chini ya hizi zilizotajwa katika matendo, kan nawafil, kama vile ibada za sunna. Ikiwa ibada za fardhi hizi, swala tano, swala ya Ijumaa, saumu ya Ramadhani, kwamba ukitekeleza ibada hizi unafutiwa madhambi, lakini madhambi gani? Madogo madogo. Ama madhambi makubwa la. Ikiwa kwa ibada hizi hufutiwi madhambi yako makubwa, inakuwaje kwa ibada za chini kama vile sunna? Kwa maana huwezi kufutiwa madhambi makubwa kwa kufunga Ashura, kwa sababu hata ukiswali swala tano hufutiwi madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa ili yafutike kuna masharti yake, yanahitaji toba. Ndio hapa Sheikh anasema walihadha yara jumhurul ulama anna al-kaba'ira, ndio maana kwa hali hii, walihadha, kwa hali hiyo, yara jumhurul ulama, wanaona jamhuri ya ulama, anna al-kaba'ira, madhambi makubwa, kariba, kama vile riba, wazina, kadhalika na zina, wasihri, na sihri, uchawi, wa ghairiha, na mengineyo. Wanaona jumhurul ulama kwamba madhambi haya makubwa, la tukaffiruha al-a'malu as-salihatu, hayafutwi kwa matendo mema. Yani madhambi haya makubwa hayafutiki kwa kufanya matendo mema, bal la budda laha min taubatin,
ay taubati nasuh, ni lazima ili kufutwa haya madhambi kupite toba, lazima ipatikane toba ya kweli, au iqamati alhaddi, au kusimamisha haddi, fima yataallaqu bihi haddun, katika yale makosa ambayo yanafungamana na nini, na haddi, yanafungamana na kusimamisha haddi, kama vile qatlu, kuua, aliyeua na yanauawa, hii ndio haddi. Au mzinifu anapigwa bakora 100 ambaye hajaoa au hajaolewa, na ambaye alishaolewa anapigwa mawe mpaka nakufa, hii ndio haddi, hizi ndio hududi. Au mlevi anapigwa bakora 80, hii ndio haddi, sawa na mfano wake. Kwa ili mtu kusamehewa haya madhambi lazima atubie au asimamishiwe haddi, فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة، rekebisha hapo, فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة، ni juu ya Muislamu kufanya haraka kutubia, fi hadhihi al-ayyam al-fadilati min jami'i adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha. Muislamu anatakiwa afanye haraka kutubia katika haya masiku yaliyokuwa matukufu kutokamana na madhambi yote makubwa na madogo, la'alla Allah ta'ala an yatuba alayhi wa yaghfira dhanbahu, Allah tabaraka wa taala huenda akamsamehe makosa yake na akakubali toba yake, wa yaqbala ta'atahu ay ibadatahu, na akamkubalia ibada zake na matendo yake. Lianna taubata fil azminati alfadilati laha sha'nun adhim, kwa sababu toba katika masiku matukufu, toba inayofanyika katika masiku bora, laha sha'nun adhim, toba hiyo ina nafasi kubwa. Fa innal ghaliba iqbalu an-nufusi ala at-ta'ati, kwa sababu aghlabia katika hayo masiku matukufu, iqbalu an-nufusi ala at-ta'ati, nafsi huwa zinaelekea matendo mema, wa raghbatiha fil khairi, na nafsi huwa zinakimbilia katika khairi, nafsi huwa zinapendelea kufanya khairi katika misimu iliyokuwa mitukufu. Fayahsulu al-i'tirafu bidhambi, kwa inapatikana kwa mtu kukiri kwa makosa katika haya masiku na misimu iliyokuwa mitukufu. Yahsulu al-i'tirafu bidhambi, hupatikana kwa mtu kukiri kwa makosa alionayo na madhambi aliyoyafanya. Wanadmu ala ma madha, na mtu kujutia kwa yale aliyoyafanya katika makosa ambayo yashapita, miaka iliyopita au masiku yaliyopita, anakuwa ni mwenye kujutia. La siyama, na hasa wa nahnu fi bidayati amin jadid, kwa kuwa sisi tuko mwanzoni kabisa mwa mwaka, inatakiwa watu kujitahidi sana, inatakiwa watu kujitahidi kutubia kwa Allah tabaraka wa taala na kujutia kwa yale makosa tuliyoyafanya katika mwaka uliopita, ili tusikosee tena ndani ya mwaka huu, na tujitahidi kubadilika ndani ya mwaka huu tulionao. Allah tuwafikishe katika hilo. Wa illa, lakini fatawbatu wajibatu, wa illa, na kama si hivyo, kwa maana kama si watu kukimbilia katika kufanya toba katika misimu ya kheri, jambo ambalo watu wanahimizwa sana kukimbilia kufanya toba ndani ya misimu hii ya kheri, lakini ifahamike kwamba fatawbatu wajibatun fi jami'il azman, toba ni ibada ya wajib, inatakiwa watu kuifanya katika nyakati zote, lakini kufanya toba ndani ya masiku haya aula wa afdal. طيب، اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.